Zekaria mlango wa 4 mstari wa 6. Zekaria mlango wa 4 mstari ule wa 6. Si kwa uwezo wala si kwa nguvu, bali kwa roho wangu, asema Bwana wa majeshi. Yohana 14 mstari wa 16 hadi 17. Ukisoma kuendelea, Yesu anasema, nami nitamwomba Baba, naye atawapa msaidizi mwingine akae nanyi milele. Kumbuka awali alisema ni vyema ya kwamba niondoke, maana kama sitaenda yule msaidizi hatakuja. Ina maana ya kwamba ni manufaa kwangu mimi na wewe kwamba Roho wa Bwana ako pamoja nasi. Bwana sifiwe. Warumi 8:14, kwa kuwa wote wanaongozwa na Roho wa Mungu, hao ndio wana wa Mungu. Kila mwana wa Mungu huongozwa na Roho wa Bwana. Hasa wapendwa, nataka uelewe katika ufalme wa Mungu hakuna mtu yeyote anayeweza kufanikiwa kwa kweli katika ufalme huu wa Mungu kwa nguvu zake mwenyewe. Haleluya. Mafanikio ya kiroho si matokeo ya akili, si matokeo ya elimu ama ustadi wako. Unanielewa? Si kwa sababu eti una hekima sana ama ustadi wako, ni matokeo ya msaada wa Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Kabisa. Mungu hakumtengeneza mwanadamu aishi kivyake, la hasha. Alikusudia tuishi kwa ushirika wa Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Na kufanikiwa ni zaidi ya mali, ni zaidi ya fedha. Kufanikiwa ni ukamilifu wa maisha. Bwana asifiwe. Katika upande wa kiroho umefanikiwa, kihisia umefanikiwa, kifamilia umefanikiwa, kiakili umefanikiwa. Ni hali ya kustawi katika kila msimu, kwa sababu mizizi yako imepandwa ndani ya Roho. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Roho Mtakatifu ndiye msaidizi wetu. Amen. Ndiye msaidizi wetu. Yesu alisema nitawapa msaidizi mwingine. Tumesoma Yohana 14:16. Asa neno la Kigiriki ya msaidizi ni parakletos. Parakletos, yani msaidizi, ikimaanisha msaidizi, yani mfariji, mshauri, msimamizi, mtegemezi. Bwana asifiwe. Parakletos, parakletos. Yani Roho Mtakatifu si chaguo kwa wewe Mkristo. Haleluya. Ni mfumo rasmi wa msaada wa Mungu duniani. Ili mimi na wewe tusaidike hapa, tunahitaji Roho Mtakatifu. Bila Roho Mtakatifu Ukristo unakuwa mkavu. Bila msaada wa Roho Mtakatifu huduma inakuwa ya kiufundi tu. Haleluya. Tunafanya mambo kwa sababu ya tajiriba, kwa sababu ya akili zetu. Bila Roho Mtakatifu maisha yanakuwa ya kufadhaisha. Bwana asifiwe. Roho huyu ndiye ambaye aliyemfanya Yusufu awe na hekima katika nchi ya Misri. Bwana asifiwe. Ndiye aliyempatia Danieli kuelewa mbele ya wafalme. Akiwa kule Babeli likamfahamu Mungu kwa sababu Danieli alikuwa na Roho wa Mungu juu yake. Ndiye yule ambaye alimgeuza Petro ambaye alikuwa moga mwanzo. Akiambiwa wewe, je, unamkumbuka huyu? Anasema simjui kabisa. Akamkana Yesu mara 3. Lakini Roho wa Bwana alipomshukia, maandiko yanasema Petro akaenda akahubiri, zaidi ya watu 3,000 wakamsikia na kuokoka. Bwana asifiwe kabisa. Alikuwa na ujasiri mwingi sana. Tunahitaji msaada wa Roho wa Bwana. Mwambie jirani, tunahitaji msaada wa Roho wa Bwana kabisa. Haleluya. Sasa unajua watu wengi sana tumekosa kuelewa hii hali ya kwamba huyu Roho wa Bwana tumepewa atusaidie katika kila sekta ya maisha. Sawa sawa? Katika masomo, katika kazi, katika familia, yani all sectors. Lakini Wakristo wengi sana tumekosa kuelewa, tunadhani Roho wa Bwana ni wa kunena kwa lugha peke yake. Haleluya. Na nikuelezee kwa nini watu wengi sana wanakosa kufanikiwa, especially Wakristo wengi. Kwa nini? Hata kama tunajua kwamba Roho wa Bwana yuko. Sababu ni nini? Kwa sababu ya number 1, tunataka kujitegemea. Bwana sifiwe. Tunajitegemea. Sasa wengine
Kwa wanategemea either elimu yao, Bwana asifiwe, wadhani kwa sababu ya hiki elimu ambacho niko nacho mimi nitosha. Bwana asifiwe. Wengine ni ujuzi walionao. Hallelujah. Because now uko na experience ama fulani, unaona kwamba Roho wa Bwana si lazima hii sehemu anisaidie. Bwana asifiwe. Can you imagine Yesu anaenda kwa mvuvi, Bwana asifiwe, Petro, anamwambia ya kwamba mumevua samaki. Bwana asifiwe. Petro anamwambia hatujavua, hatujapata tangu asubuhi. Halafu Yesu anamwambia Petro, rusha nyavu yako upande wa kulia. Petro na ujuzi wake angemwambia Yesu, kwani tofauti ya left na right ni nini? Na mimi nimekuwa hapa mvuvi kwa miaka mingi. Bwana asifiwe. Maana hasa angesema labda Yesu kwa sababu ni mwana wa seremala, angesema labda ningehitaji ujuzi wa kutengeneza boti ningekuuliza. Lakini mambo ya uvuvi mimi ni na tajiriba ya hapa. Lakini jamaa akaamua hapana, hili ni zaidi ya akili yangu. Bwana asifiwe. Akasema kwa sababu umesema nitafanya hivyo. Bwana asifiwe. Wengi wetu tumeshindwa kwa sababu tuategemea ujuzi wetu, tuategemea muunganisho wetu. Eti sababu hapa na connection kwa ile kazi sihitaji kuomba hili, najua tayari kuna connection. In every sector we need the help of the Holy Spirit. Bwana asifiwe. Kwa sababu ya kujitegemea wengi hawasikilizi sauti ya Roho Mtakatifu. Unaenda mahali sema hii si jambo la kuomba, hili ni jambo tu la kufanya tayari. Kila mahali tunahitaji kusikia sauti ya Roho wa Bwana. Unaweza ingia mahali nikwambia na umeitwa kazi, Bwana asifiwe, na mahali pengine pia umeitwa na mmoja anakuambia hapa atakulipa mshahara wa pesa nyingi, na mwingine anakuambia hapa ni mshahara mdogo. Kwa sababu wewe husikii Roho wa Bwana, wakimbia haraka ya pesa nyingi. Bwana asifiwe. Na Roho wa Bwana akawa amekwambia hapana, usiende hapa. Na wasikia kabisa ndani ya moyo wako kwamba washuhudiwa hii sio ya kuenda. Kwa sababu umeona pesa nyingi, wakimbilia hapo, unakuwa frustrated. Haleluya. Hapa hivyo navyo Bwana akufungulia mlango, na kwa sababu choko anambia hii kazi ni pesa nyingi sana, hii hainifai. Pesa yote hapana. Na Roho Bwana anakuambia chukua. Unasema sina qualification. Roho Bwana anambia ingia. Haleluya. Na ukaingia hapo ukapata upenyo. Unashinda tunauliza uliingiaje hii kazi? Maana hii haitagi watu wenye tajiriba masomo makubwa, kwa sababu ya msaada wa Roho wa Bwana. Bwana asifiwe. Sababu nyingine kwamba watu wafanikiwi katika maisha haya ni kwa sababu hawana ushirika. Hawana nini? Ushirika. We miss fellowship. Huwezi kusaidiwa na roho ambaye humjui kwa ukaribu. Unanielewa? Kama hauna ukaribu na Roho wa Bwana, if you have no fellowship with the Holy Spirit, there is no way you can receive his help. Bwana Yesu apewe sifa. We need to have a fellowship with the Holy Spirit. Ni lazima ujenge ushirika na yeye. Njia moja ni hii katika maombi. Haleluya. Kabisa. Siku kama ya leo ni siku yetu, Bwana sifiwe. Unakuja kuwa naye. Si ratiba hii umewekewa. Hii kwa kila mtu tu kuja kuomba. Nobody program uje usige. Bwana sifiwe. But it's a day come. Actually, even when you're saying you are fasting, it's your own. If you want to fast, you own. If you don't want, it's your own. Hallelujah. But it's a day you've come to pray. Come. Hallelujah. Njoo uombe. Jenga ushirika wako na Roho wa Bwana. Bwana sifiwe. Kabisa. Ya tatu ambayo inafanya kwamba wengi tunakosa kutembea na msaada wa Roho wa Bwana ni kwa sababu ya utu wa mwili. Utu wa nini? Mwili. Carnality. Roho hujiondoa pale mwili unaposhika hatamu. Wakati mwili wako una sauti kubwa, huwezi kusikia sauti ya Mungu. Wakati tamaa zako zina sauti kubwa, inakuwa vigumu kusikia sauti ya Roho wa Bwana. Roho wa Mungu anaongea wakati wote. Bwana asifiwe. Na wajua ya kwamba mwili na roho zinapigana wakati wote. Sasa ikiwa wewe unaishi kwa mwili wako, mwili utakuongoza. Lakini ukianza kujitrain kufinyilia mwili wako chini ya mamlaka ya Roho wa Bwana, utaanza kusikia roho ya Mungu.
Bwana asifiwe kabisa. Kwa mfano nilisema, unaona ni rahisi mtu kukimbilia dhambi wakati mwili umepewa mandhari yake. Haleluya, unanielewa? Ni nani hapa ambaye amefunga kweli, kwa hakika umefunga, halafu ile katika mfungo wako kama baada ya siku 2-3 vile, basi uwe na nguvu ya kwenda kupigana? Utakuwa na nguvu ya kupigana kweli? Kwa nini? Mwili hauna nini? Hauna nguvu. Bwana asifiwe. Sasa chukua hiyo advantage, haleluya, uanze kukuza roho yako. Bwana asifiwe kabisa. Roho wa Mungu anajiondoa pale ambapo mwili umechukua hatamu. Wakati mwili unakuongoza, roho wa Mungu hana nafasi mahali pale. Bwana Yesu apewe sifa kabisa. Halafu ya 4, wacha nikwambie, kanisa la leo limekosa kutembea na uwepo wa Bwana. Kwa sababu gani? Ni haja gani ujazwe na roho wa Mungu ambaye humwelewi na hujui kazi yake? Bwana asifiwe. Kutojua nafasi yake ni njia nyingine ambayo imefanya tukakosa kufanikiwa kama kanisa. Bwana asifiwe. We don't know the place of the Holy Spirit in our life. Wengine wanamchukulia Roho Mtakatifu kama hisia. Bwana asifiwe. Hawamchukulii kama mtu wa tatu wa uungu, wanadhani ni hisia. Ndiposa kanisani wanadhani ya kwamba mtu akianguka au piga kelele ndio anasema roho wa Bwana fanya nini? Ameshuka. Bwana asifiwe. Hawajui sehemu yake. They don't know. So ukisikia mtu tu roho wa Bwana fanya nini? Ameshuka. Wanasahau ya kwamba tayari mimi na wewe tunaishi katika uwepo wa nani? Wa Mungu. Na wale wanaongozwa na roho wa Bwana ndio wana wa nani? Wa Mungu. Kwa hivyo kama mimi na wewe hatuongozwe roho wa Bwana, tutamngojea aje katika majira fulani. Nani amekuongoza ukaje? Nani anakuongoza uimbe? Nani anakuongoza uombe? Maana kama si roho wa Bwana unayoomba unaomba off. Kama si roho wa Bwana unayoimba unaimba off. Kama si roho wa Bwana ratiba unaifanya iko off. Bwana asifiwe. Maana roho wa Mungu ndiye anayejua yaliyo ya sirini ya Mungu Baba, anayejua namna tunavyostahili kuendesha ratiba yetu, tunavyostahili kumwimbia Mungu Baba. Bwana Yesu apewe sifa. Ndiye anayejua namna tunavyostahili kuomba. Sasa kama wewe si roho anayekuongoza, unaombaje? Haleluya. Hilo ni swali asema tujiulize. Maana wengine tunaomba kwa sababu hisia. Haleluya. Ukiingia tu, Baba nimekuja, umekumbuka mashida zako nyingi. Haleluya. But do you know, sometimes unaweza kuwa unaomba na roho wa Bwana akakutumia. Bwana asifiwe. Na ukaanza kuomba aidha kwa ufahamu ama kwa roho. Na katika vile unaomba, Bwana asifiwe, ukaanza kutengeneza vitu ambavyo wewe kwa akili yako ungeweza kuvitengeneza. Bwana asifiwe. Huenda kuna ajali mahali fulani yafanyika, na ni mtu wa kwenu ama mtu ambao unahusiana na yeye, na mahali pale unaomba. Bwana asifiwe. Na kumbe unatengeneza mambo katika ulimwengu wa kiroho. Toko pale tu unaomba tu, le parada deus yatayaba le katala rakatala brasaka tu adusha karia le mantos yakatayaba. Kumbe huko malaika wa Bwana anashusha na unasema kwa Bwana, huyo mtoto fulani huyu asianguke kwa ajali. Huyo wao hujui. Jamaa kanakuja tu anasema mimi nilikuwa katika karibu ni wanajali na kitu kafanyika hivi na hivi. Maombi yako. Bwana asifiwe. Unaomba kwa roho hivyo. Jamaa amejipanga kwa kazi yako huko akatengeneze vitu katika ofisi yako. Na vile unaomba unatengeneza mambo katika ulimwengu wa kiroho. Na malaika Mikaeli anaenda huko. Bwana asifiwe. Ambapo ungekuwa kwa akili yako, labda ungekuwa unaombea labda biashara yako, labda ungekuwa unaombea nyumbani kwako, labda maombi yako yangekuwa yanazunguka hali ambayo imekupata wakati ule. Na hujui kumbe ile hali imekupata ili shetani divert attention yako, akupatie agenda tofauti mbana ile ambayo unapaswa kuiombea. Unaelewa sasa? So while you are praying like that, the Holy Spirit now reminds you what exactly you are supposed to pray for. Bwana Yesu apewe sifa. Namna ya kumhusisha Roho Mtakatifu, tutamhusisha namna gani? Tutamhusisha vipi Roho wa Bwana? Namna hii,
kiri hitaji lako kwa yeye. Bwana sifiwe kabisa. Kiri, do you really need him? Kiburi wapendwa, huziba msaada wa Mungu. Ukisema Bwana siwezi bila wewe, ndipo msaada wa Roho unaanza mahali pale. Leo usema naviweza tu basi. Na Mungu wetu huwa hapendi kuingilia katika maisha ya mwanadamu. Unajifanya unaweza, anakuacha paka hapo utakapokwama. Ile siku ambayo utaamua sasa hapa imefikia, sitaki tena, siku akili zangu, wacha nahitaji msaada wa Bwana, hapo ndipo yeye ataingilia kati. Bwana sifiwe kabisa. Zaburi 121 mstari wa kwanza hadi pili. Daudi huyu anakiri anahitaji msaada. Zaburi 121 mstari wa kwanza na pili. Pamoja. Na yainua macho yangu nitazame milima, msaada wangu utatoka wapi? Verse 2. Pamoja. Msaada wangu hutoka kwa Bwana aliyezifanya mbingu na nchi. Bwana asifiwe. Huyu anasema msaada wangu hautoki kwa mwanadamu, hautoki kwingine. Msaada wangu unatoka kwa Bwana. Swali ni kwako, msaada wako unatoka kwa nani? Haleluya. Hebu uliza jirani yako, msaada wako unatoka kwa nani? Kumbuka maandiko yanasema ya kwamba amelaaniwa amtegemeaye mwanadamu, ila amebarikiwa yule anamtegemea nani? Mungu. Daudi anasema mimi msaada wangu unatoka kwa nani? Kwa Bwana. Jina la Bwana libarikiwe kabisa. Kwa hivyo ukijiona kwamba unaweza peke yako eti kwa sababu ankoli yako au katika sijui ni CEO mahali, baba sijui ni CEO, sijui ni director mahali, hao ni wanadamu tu. Msaada huo utaisha kitambo. Bwana sifiwe kabisa. Unahitaji msaada wa Roho wa Bwana. Ya pili, jenga ushirika. Jenga nini? Ushirika. Nimekuambia njia moja kujenga ushirika na Roho wa Bwana ni kupitia maombi. Bwana sifiwe. Na pia kupitia neno la Bwana. Maombi. Mnakumbuka niliwaambia ya kwamba maombi huwa yanambadilisha yule anayeomba mwanzo. Bwana sifiwe kabisa. Wakati wote ambapo unaomba unaweza kufanana na yule ambaye unazungumza naye kila wakati. Maana maombi ni mawasiliano baina ya mimi na Mungu, baina yako na Mungu. Kwa hivyo unaanza kufanana na yule mtu ambaye mnawasiliana kila wakati, yule mtu ambaye mnazungumza kila siku, mnaanza kufanana, mnaanza kuwa na tabia kama hii. Ndiposa wanauliza watu wengi kwamba ikiwa wewe unaomba wakati wote na tabia yako bado haifanani na tabia ya kiungu, nina mashaka na maombi yako. Kwa sababu yule ambaye anazungumza na Mungu wakati wote, inampasa tabia yake ianze kufanana na yeye ambaye anazungumza naye. Bwana Yesu apewe sifa. Watu wengi wanakosa kuelewa, wanadhani kwamba katika maombi ni kwenda kuwasilisha maombi yako na kumwambia Bwana nahitaji hivi, Bwana ni hili, ninaondoke hapo. Hawaelewi kwamba ni mazungumzo. Niite nami nitakuitikia, nitakuonyesha mambo makubwa magumu usiyoyajua. Maana yake ni kwamba ukizungumza utaitikiwa. Ni mawasiliano. It's not a monologue, it is a dialogue. Jenga ushirika katika maombi. Jenga ushirika katika nini? Neno la Bwana. Bwana sifiwe kabisa. Neno la Mungu ndio lamshuhudiza Yesu Kristo. Ukisoma maandiko ndio ufahamu wako kumhusu Roho wa Bwana unavyoongezeka. Nitaongozwa vipi basi? Ya tatu, tii mwongozo wake. Tii mwongozo wa nani? Wake. Asangalia katika kujenga ushirika, nataka uelewe ushirika unakufanya uwe rafiki na yeye, sawa sawa. Na Roho hawasaidii wageni. Anasaidia wale ambao wanatembea naye kila siku. Unaelewa? Maombi yanafungua ushirika. Neno huwa linaunda kuelewa akili ya Roho wa Bwana. Sawa sawa kabisa. Kwa hivyo ya tatu, tii mwongozo wake. Kila maagizo ya Roho ni mlango wa mafanikio. Wakati mwingine msaada wake huja kama
mwelekeo. Bwana sifiwe. Si vishindo. Nakwambia sasa, fuata njia hii, utakufanikiwa. Fuata njia hii. Sisi wote tunataka tuombe tu, Bwana muujiza ufanyike. Bwana mwingine anakuambia hapa fanya ABCD. Bwana sifiwe. Isaka anaambiwa hutaondoka hapa, utapanda mahali hapa. That is Genesis 26. Hallelujah. Tusome hiyo Mwanzo 26. Anaambiwa hutaondoka hapa, utapanda hapa. Kuna ukame pamoja, tuseme pamoja. Ikawa njaa katika nchi hiyo, bala njaa ile ya kwanza iliyokuwa siku ya Abrahamu. Isaka akamwendea Abimeleki mfalme wa Filisti huko Gerari. Bwana akamtokea akasema, usishuke kwenda Misri. Unaona, amefikiria, naona kwa sababu ni mtu mkubwa huyu, wacha niende tu kwa mfalme Misri, atanipatia msaada. Ona akili zetu zilivyo. Wakati tunapata katika mashaka, ni rahisi sana akili zetu zikaanza kufikiria msaada kwa watu. Lakini Bwana anamtokea, anamsimamisha haraka. Anaambia hapana, usishuke wapi? Kwenda Misri. Kaa katika nchi nitakayo kuambia. Mstari wa 3. Kaa ugenini katika nchi hiyo, nami nitakuwa pamoja nawe na kubariki, maana nitakupa wewe na uzao wako nchi hizi zote, nami nitakifanya imara kiapo nilichomwapia Abrahamu baba yako. Nitazidisha uzao wako kama nyota za mbingu, nami nitawapa uzao wako nchi hizi zote, na katika uzao wako mataifa yote ya dunia watabarikiwa. Bwana sifiwe. Sasa maandiko yanasema huyu mpendwa akapanda. Bwana sifiwe. Na maandiko yanasema ya kwamba mwaka ule ule akavuna. Kwa sababu gani? Alisikia mwelekeo wa Roho wa Bwana. This is the right way to go. Mara nyingine unasamka tu, Bwana akwambia sasa mwaka huu nataka ufungue biashara. Ni nini Bwana? Mwaka huu utafungua biashara fulani. Ni mwelekeo anakupatia huu. Bwana sifiwe. Unajiombea strategy, nataka nijenge nyumba. Bwana akwambia strategy ni hii, mwelekeo. This is a strategy I'm giving to you. This is what we are going to do. Bwana sifiwe. Naweza kwambia kwamba kwa majira fulani utaandikwa kazi mahali fulani, nenda kafanya. Hata Bwana kwambia nenda ka volunteer mahali. Sasa mimi na kisomo changu, the Holy Spirit just go and you feel like okay, let me go and do that. You volunteer somewhere. Bwana sifiwe. And all of a sudden someone comes, sema hapa kuna kazi fulani imefunguka, lakini tunahitaji watu ambao watajiribu na hali hii. Kunaye yuko hapa. Basi ndio Bwana akufungulia mlango. Unanielewa? That's how God does. Jina la Bwana libarikiwe kabisa. Namba ya 4, jisalimishe kikamilifu kwa uongozi wake. You need to submit fully to his leadership. Submit fully to his leadership. Warumi 8:14. Unajua mara nyingine tunataka tuongozwe na Mungu, lakini katika sekta fulani zingine hatutaki. Roho wa Mungu akiwa ndiye atuongoze, lazima tujisalimisha tuongozi kamilifu. Tusome kwa pamoja Warumi 8:14. Inasema nini? Kwa kuwa wote wanaongozwa na Roho wa Mungu, hao ndio wana wa Mungu. Kujisalimisha ni kuachilia mapenzi yako na muda wako, Bwana sifiwe, vyote viwe vyake. Kadri anavyotoa nafasi ndivyo ambavyo unavyoanza kuendelea zaidi. Akwambia nenda hii, muda wako ni wake. Fanya hivi, yani kila kitu umejiachilia kwake. Bwana sifiwe. Sometimes anaweza kuongoza kwa hali ambayo mwili wako utakataa. Anakwambia sasa nataka ile pesa ulionayo hii, nataka uinvest kwa hili. Nataka hiyo pesa ulionayo kapeane kwa namna gani? Na hivyo ndivyo unapona. Jina la Bwana libarikiwe. Nasema jina la Bwana libarikiwe. Unaelewa sasa? Jisalimishe. Mapenzi yako, muda wako, vyote viwe vya kwake. Tunapofanya hivi, faida yake ni gani? Faida yake ni gani? Tunapata hekima ya kiroho. Anakufundisha yale ambayo shule huwezi kufundishwa. Bwana sifiwe.
Unapoongozwa na Roho unaanza kupata hekima ya Roho. Ingia ukae. Bwana asifiwe. Unapata hekima ya nini? Ya Roho. Anakufundisha. Kuna mambo ambayo shuleni hujawahi kufundishwa kabisa. Bwana asifiwe. Mambo ambayo hata kwa akili yako huwezi kuyafahamu. Roho anakuambia hivi ndivyo unavyostahili kutekeleza. Bwana asifiwe. Halafu cha pili, wakati Roho wa Bwana anakusaidia, unapata kasi ya ajabu. Kasi ya kiajabu. Unapewa neema ya kufanya haraka kile wengine huchukua miaka. Yami, kile ambacho kilichukua watu miaka 5, 10 kuimaliza, you can finish in that 1 year. Just 1 year. With the help of the Holy Spirit, just 1 year, you are done. Bwana asifiwe. Beloved, we need the help of the Holy Spirit. Cha tatu, wakati yeye anakusaidia, kuna mengi sana. Kuna amani na furaha. Amana nini? Wacha niseme, yani amani na furaha isiyoweza kuelezeka kabisa yani. Hata katikati ya dhoruba una furaha. Wakati kuna changamoto, you are at peace, joyfully. Kuna tofauti kati ya happiness and joyfully. Being happy, wakati nimekupatia kitu, you are happy. Bwana asifiwe. But being joyful, whether you have it or not, you are still joyfully. You are happy. Hallelujah. Nile furaha ya moyoni. Chemichemi yake inatoka huko ndani, haitoki kwa vitu vya nje. Roho wa Bwana hukupatia hayo. Leo wanadamu wanatafuta kuona watajipatia furaha kwa vitu vya nje. Ndiposa wengine wakiona kwamba mambo hali imewafikia babaya, wanaona kwamba hii dhoruba ni kubwa sana, majaribu ni makubwa, wanajaribu kuondoa ile akili yao, mawazo yao kwa hali ile, kwa kujilimbukisia kwa mambo fulani. Bwana asifiwe. Haleluya. Wengine wanaingia katika uraibu wa bangi. Bwana asifiwe. Uraibu wa mambo fulani, ni ulevi, mambo fulani, mambo mengi. Bwana asifiwe. Kwa sababu gani? Ya stress ambayo zinawapata. Wanataka amani. Roho wa Mungu ndio pia na amani. Sema amina. Roho wa Mungu hupatia furaha ya kweli. Halafu unastawi kila msimu, kwa sababu mizizi yako ipo kwa Mungu. Bwana asifiwe. Unastawi. Mizizi yako haiko katika uchumi, iko kwa Mungu. Every season you are stable, you stand. Hallelujah. Your resources are not coming from here on earth, they're coming from heaven. Hallelujah. Kabisa. Halafu unakuwa na kibali na ushawishi. Yani anakupatia nafasi ambazo wengine hawawezi kufikia. Unaelewa? Kabisa. Hii ndio kazi ya Roho wa Bwana. Jina la Bwana barikiwe. Kabisa. Mpendwa, nataka uelewe, Mungu hakusudia uishi kwa majaribio. Roho Mtakatifu ndiye faida yako katika dunia ambayo imechanganyikiwa. Roho Mtakatifu ndiye faida yako katika dunia iliyochanganyikiwa. Akiwa ndani yako, utaendelea kustawi pale wengine wanaposhindwa. Utafanikiwa pale wengine wanapokaukiwa. Bwana asifiwe. Wakati umefika ambapo mimi na wewe tumhusishe Roho wa Bwana awe msaada wetu. Anataka atuongoze katika biashara, anataka tuongoze katika huduma, anataka tuongoze katika ndoa, katika maombi, kila uamuzi wa maisha anataka tuongoze. Bwana asifiwe. Wacha maisha yako yawe ushahidi wa ushirika na Roho Mtakatifu. Unavyoishi wacha ushahidi. Mtu anapotazama juu kwamba Roho wa Bwana atenda kazi ndani ya huyu mpendwa. Bwana Yesu apewe sifa. Nasema Bwana Yesu asifiwe. Ninakuombea ya kwamba kuanzia leo utembee katika msaada wa Roho Mtakatifu, ya kwamba uone matokeo yasiyo ya kawaida katika huduma na maisha. Uone kila mlango uliokuwa umefungwa ufunguliwe kwa neema yake. Ufanikiwe katikati ya ukame kwa jina la Yesu. Uishi kwa hekima, amani na uongozi wa Roho wa Bwana.
katika jina la Yesu.